Sasa mimi nakwenda nachanganya. Nilimtaja sahaba mtajiri aliacha utajiri kwa ajili ya Uislamu, tena akiwa chini ya baba tajiri ambaye angevumilia, labda akajikaza kuvumilia ule ujinga na kukosa Uislamu, angekuja yeye kuwa ndo mrithi wa ule utajiri. Lakini aliona Allah na mtumi na Uislamu khairai duni wal ukhri, alivyoona hivi ni bora zaidi kuliko dunia. Akafa akiwa mdogo, miaka 23. Uislamu ameishi nao kwa muda wa miaka 7. Kasilimu kwa miaka 6, amesilimu akiwa na miaka 16. Kwa hiyo 6 7 ameishi Uislamu, lakini unamtaja mpaka leo. Mimi na wewe tuna umri mkubwa, lazima tuangalie wapi tunatajwa. Kuna rais amefariki hivi karibuni, msemo uliovuma sana wakati anafariki, na yeye aliunukuu kwa mtu mwenyewe. Anasema zamani kule Zanzibar kulikuwa na mzee mmoja ameandika mashairi mengi kwenye ukuta wa nyumba yake. Na hii mambo ya pwani, kwa watu waliotembea pwani, ni mambo maarufu haya. Siku moja mimi nilikuwa kule Mombasa, sehemu moja panaitwa Mamburui. Basi wallahi kila baadhi ya nyumba ya pili ya tatu unaona kumeandikwa mashairi yenye ujumbe mzito, lakini imeandikwa kwa lugha ya Kiarabu. Yaani ni vitu vya kawaida, watu wanaacha ujumbe kwenye majumba yao, watu wa zamani. Kwa hiyo ukisoma unaona mantiki, unaona kilichokusudiwa, ujumbe ulio ndani ya maneno. Sasa yule mzee anasema yeye aliona nyumbani zamani huko Zanzibar kwamba kwenye ukuta pameandikwa, ndugu yangu, wewe ni hadithi ambayo itazungumzwa baada yako. Jitahidi basi uwe hadithi nzuri kwa watakaosimuliwa. Neno lilivuma sana hapo katikati, lilivuma sana alipofariki rais al-asbaq. Ukisikia neno rais al-asbaq, maana yake rais mstaafu al-asbaq, ambaye alikuwa ni anaitwa Ali Hassan Mwinyi. Sasa sisi tunapowaweka maswahaba hapa, hawa waliacha hadithi nzuri, ya kuzungumzwa, ndio maana tunawataja hapa. Na wapo watu walioacha habari mbaya, tunaweza tukamtaja hapa Firauni, watu wote tukasikia habari zake. Mwenyezi Mungu inshallah atulinde na sifa hizo. Sisi tuwe hadithi itakayozungumzwa kwa uzuri kwa watu watakayosimuliwa baada yetu, kama ambavyo tunawazungumza maswahaba. Mtoto wa miaka 23 anazungumzwa kwa sifa ambazo watu wameishi, watu wamemiliki, watu wamefanya kila walichofanya, hawafikii wala unisifa mudda wala nisifa, hawafikii hata kufanana, hata robo ya mazungumzo yake. Miaka 16, miaka 25 nafariki. Jana na juzi tukamleta sahabiyun jalil anaitwa Abdurrahman ibn Auf. Yeye ni mtu mzima pia, maana sio watu wasema tu vijana. Yeye ana miaka 75 ameishi kwenye Uislamu, ameishi miaka 45. Ameacha hadithi ambayo ni nzuri, ni simulizi nzuri sana. Wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar, aya zinawataja rijalun la tulhihim tijaratan wala bay'un an dhikrillah. Mungu ameshusha maaya chungu mzima yanawataja kwamba hawa ni watu bwana. Sasa leo kwa pekee kabisa nilikuwa nataka nimzungumze kijana mmoja, mtoto. Sasa huyu ni mtoto zaidi, huyu anaitwa Umair bin Saad. Shekhe, muda hautoshi na tutagusa baadhi ya mambo yake mawili matatu. Akhalafu mwenye kujifunza atajifunza, mwenye kuona ataona, mwenye kusikia atasikia, na mwenye kupuuza Mwenyezi Mungu amuongoze insha Allah. Kijana mdogo huyu, kijana anaitwa Umair bin Saad. Baba yake mzee Saad alikufa huyu kijana akiwa mdogo sana, kwa hiyo amekuwa akiwa yatima.
yatima, yatima. Fa amma al-yatima fala taqhar, yatima. Wala taakulu amwala al-yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awfu bil ahd inna al-ahda kana mas'ula. Yatima wametajwa kwa uzito na kwa uangalifu sana. Baba yake kafa, lakini amekufa akiwa bado huyu mtoto sio Muislamu. Alipofikisha miaka 10 akabadili dini, akaingia Uislamu. Anaitwa Umair bin Saadi, jina alichukua hilo Sheikh. Mtoto na miaka 10 amebadilisha dini, amekuwa Muislamu. Mama yake na yule kijana Umair bin Saad akaolewa. Mume ashafariki, ni haki yake kupata mume tena kama akimpata. Akampata. Wazuwijat bi athriya al-Madina. Bahati nzuri yule mama bimkubwa akaolewa na mtu tajiri katika mji wa Madina, mfanyabiashara mkubwa, mtu ambaye hana njaa. Alipomuoa yule bwana, yule bimkubwa akampenda sana mke wake na akampenda mtoto wa mke wake, step son, yule mtoto wa kufikia. Akampenda, akamweka aqrab ilayhi min habli alwarid wa min alwarid ila alwarid fi tandi Jakarta. Akamweka ndani kuzidi hata maelezo. Yani hata wakati mwingine watu wenye watoto wao hawawapendi kwa kiwango kile. Yule mtoto hakuhitaji chochote, alimpa wema wa kila aina, alimpa raha, akampa ulinzi, hawezi kudhuriwa na mtu yote. Alithaminiwa kwa kweli ghayat athaman, uwezo yani mupewa uthaminiwa. Lakini yule mzee kumbe anaitwa Julasa bin Suwaid. Julasa bin Suwaid ni Muislamu, lakini ndio wale Waislamu wanafiki ambao tuko wanao sana kwenye jamii zetu. Tupo nao sana misikitini, tupo nao sana kwenye vikao, tupo nao sana mitaani. Ni kweli Muislamu, ni kweli labda ndugu yako, ni kweli labda ni kabila yako, ni kweli ni Mtanzania mwenzio, ni kweli binadamu mwenzio, lakini ni mnafiki. Nafiki maana yake nini? Unafiki mabwana kwa lugha ya Kiarabu limetokana na neno nafaqa. Nafaqa ni underground. Underground kwa Kiarabu inaitwa nafaku. Kule Maka zipo nyingi sasa, zinapita chini ya mlima, unaweza kutembea hapa mpaka unafika mathalani mnadani kule. Huko chini ya mlima tunatembea afu unatokea kule. Kwa hiyo lile underground lile ni barabara nzuri kabisa, zile nzuri sana, afu umeweka pia paka na mafeni. Yaani kwa sababu kuna joto kali, mle inakuwa joto zaidi. Kwa hiyo umeweka feni mle, unapita mle unasikia hewa nzuri. Kwa hiyo kwenye huko mwanzoni unaona umeandika nafaqa ama nafaq, yani ni underground. Kwa nini unafiki unaitwa underground? Ni kwamba mtu anakudanganya. Yaani anaingia hapa unafikiri yuko hapa, kumbe ametokea kule. Kwa hiyo unaweza kubakia unamsubiri hapa, unasubiri mpaka unachoka, kumbe ameenda kutokea upande mwingine. Kwa hiyo kakunafikia, yani kakudanganya kitu, unaamini hichi, kumbe yeye anafanya kile. Kwa hivyo mnafiki ni mtu ambaye anaonesha kwenye mdomo mko naye, lakini moyoni hamko naye kabisa. Kwa hiyo kuna Waislamu walikuwepo wengi wakati wa Mtume, na hasa watu wa Madina. Hasa watu wa Madina walikuwa na unafiki, yani wanadhihirisha kitu kingine, lakini moyoni wana mipango mingine. Sasa huyu mzee ni Muislamu, ni mkarimu sana kwa mtoto wa mke wake na kwa familia yake kwa ujumla, lakini ana unafiki tena mkubwa. Sasa ilipotokea vita moja katika vita inaitwa Ghazawatul Usr. Hii vita ina vituko vingi sana. Au maarufu Jaishul Usr. Yaani ni vita ambayo watu wanatakiwa wakapambane, lakini zana hakuna, kama vita ya ghafla. Vita vikitokea ghafla hapa, watu wengine mpaka mimi naweza nikachukuliwa kupelekwa vitani, kwa sababu watu unakuwa hawajajiandaa vizuri. Nakumbuka sisi hapa Tanzania mwaka ule tupiganwa vita mwaka 77 watu walichukuliwa migambo, wakachukuliwa watu warefu, wakachukuliwa watu, yani mradi kwamba twende kwamba tunaenda kuokoa nchi, lazima tuwe wazalendo kwa nchi yetu. Kwa hiyo wanachukuliwa taalamu kwa uhaba. Kama inatokea vingine inaweza kachukuliwa hata magari ya raia, yakachukuliwa vitu, vyakula vya wakulima, vyote viende vile vikaokoa nchi.
Sasa ile vita ilikuwa ina sura hiyo, yaani mtume anatakiwa akauokoa Uislamu, lakini rasilimali ni ndogo, jua kali, wakati wa ukame, watu hawana fedha. Kwa hiyo ikaonekana kuna watu ambao wanatakiwa wajitahidi kutoa zaidi. Mtume alipotangaza msikitini, jamani, tutoweni kwa ajili ya kwenda kuuokoa Uislamu, Tabuk, watu wakaanza kutoa fedha. Sasa wakati wanatoa fedha, yule mtoto yule Umair ibn Saad alikuwa amekaa msikitini pale, mtoto mdogo wa miaka 10, anawaona watu wanaleta fedha kwa mtume, wanaleta ngano, wanaleta mapanga, wanaleta shoka, wanaleta mikuki, wanaleta tende, wanaleta yale mangao. Yani kila mtu anajitahidi alichonacho, mwenye viazi, mwenye nini, kila mtu analeta kwamba bana, mimi natoa hivi, ndio nilichonacho kwa ajili ya kwenda kuuokoa Uislamu. Mimi naleta hichi, mimi naleta hichi. Wakati wake wanaleta. Sasa yule hakumuona baba yake, na anajua baba yake ni sahibu taqa, athriya, sahibu thura, ana utajiri, ana uwezo na yeye kushiriki hii vita. Kwanza hayupo msikitini siku hiyo, na mara nyingi anakwepa kwepa, lakini kule nyumbani amekaa tu, akaona ngoja nile nikamwambie baba. Akaondoka kijana maskini Umair ibn Saad radhiyallahu anhu, akaenda mpaka nyumbani. Alipofika kule, akamkuta mzee wake yuko anapiga, anaongea, anafanya mpango yake. Akamuuliza, baba, sijakuona msikitini. Akamwambia, mimi nimeswali. Wewe sio unaswali? Mimi nimeswali. Kwani vipi bwana? Akamwambia, ukiacha kwamba sijakuona msikitini, lakini pia kule msikitini mtume ana jambo ametangaza. Mimi kama mtoto mdogo nimeshindwa kushiriki kwa namna yoyote, lakini naamini wewe unaweza, na kibaya zaidi sijakuona wewe ukishiriki lile jambo. Baba, mimi nimekuja, naomba na wewe ushiriki mchango wako, sadaka yako, weke nguvu yako ya kimali kwenye hii vita, tukauokoe Uislamu. Yule mzee akamwambia, wewe kijana, wewe bado mtoto mdogo, mambo ya juu. Usione sisi tumekaa huku tunaacha mambo yaendelee, tuna maana yetu. Hivi wewe unaona yule Muhammad ni mtu wa maana sana eh? Yule Muhammad tangu anapotangaza na sasa mambo yake na nini, unamwona wa maana, unamwamini sana yule. Kwa taarifa yako, in kana mimma yaquluhu khair fa nahnu asharru min alhamir. Kama yule anayoyasema ni ya kweli yale, basi sisi tutakuwa punda. Yani sisi tutakuwa, yani kama vile mtu siku sema labda mimi nitakuwa fara. Kuna neno fulani watu wanatumia, lakini kwa nia nzuri, kwa bana mimi kama yule bwana, basi mimi fara. Siku hizi kuna msemo mtu fulani anasema bana, kama wakiweza wale basi uje unite mimi mbwa, niko hapa. Sasa kama fulani akifanikiwa jambo fulani, unite mbwa, niko hapa. Kama sijui nini unite, yani ni maneno ya kuonyesha kwamba lile jambo la halifai, hawezi wala sio. Kwa yule mzee anamwambia mtoto wake wa kufikia, yule Muhammad yeye mnamuona wa maana, anasema sema na nini na nini. Kama unamuona yule ni wa maana na kama anachokisema ni kweli, basi mimi niko hapa, niteni punda. Niteni punda, niko hapa, niteni punda. Sisi tutakuwa yule mtoto alianza kutetemeka. Mtoto wa miaka 10, Sheikh. Kwa nini tunasema maneno haya? Kwa sababu hii dini watu wanaifikiria kwenye mambo ya muonekano sana. Yaani mtu akiwa mkubwa anaona wafanye wadogo. Watu wakiwa wadogo wasema watafanya wazee, sisi bado kidogo. Paka hija hizi. Yaani mtu akienda hija, mtu ana miaka 30 40 kwamba wewe unaenda hija miaka 30 utaweza wewe? Hija unatakiwa mtu ana miaka 70, 80. Yaani dini imewekeshwa kwenye umri kwamba kwenye umri huu ndo afanye mtu dini. Kwenye umri huu bado. Kwenye umri huu kwa uchumi huu mimi hapana. Yaani watu wame categorize, wameweka vi aina fulani vya kutuza dini. Sasa na kuonesha mtoto mdogo Umair ibn Saad radhiyallahu anhu anapambania Uislamu. Baba, umesemaje? Unaweza kurudia maneno? Akasema, nimesema hivyo ulivyosikia. Yule bwana, wewe unamuona wa maana, anajifanya anasema sema na nini Muhammad na nini. Mimi nasema hivi, kama anachokisema yule ni cha maana, niteni mbwa, niko hapa. Niteni punda, niko hapa. Yule mzee anajigamba kabisa. Akasema, baba, maneno uliyosema sidhani kama unaweza kusema kama wewe. Kwanza huwa nakuona huko karibu sana na mtume kule msikitini kwenye mambo mengi, na ndio maana nimepata nguvu mimi ya kuja kuona. Kwa nini ushiriki? Leo unanipa maneno ambayo, je, haya maneno uko tayari nikamwambie mtume asikie? Akasema, kamwambie. Kwani nini bwana?
Akasema mimi nikienda kumwambia maneno haya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, nitakuwa nimekuvua nguo, nitakuwa nimekuchafua, hautopata pa kujificha, sipati picha ya hali yako utakavyokuwa wewe nikiyasema haya maneno kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini pia nisipoenda kuyasema kwa Mtume maneno haya ili kukustiri wewe baba yangu, nitakuwa nimemsaliti Mtume, takuwa nimeisaliti dini yangu, takuwa nimemsaliti Mungu. Kwa hiyo hapa mimi nina khiari mbili, ima nikakuvue nguo nikufedheheshe kwa Mtume, ama nikae kimya niisaliti dini yangu. Mimi Umair ibn Saad anasema mimi nimechagua nibaki na dini na Mtume na Mungu, na kwenda kukufedhesha. Sijali unanitunza, unanilea, unampenda mama yangu, umenipa maisha mazuri, watu wanatamani maisha yangu kwa wewe baba yangu kufikia umeyafanya, lakini maisha yako na dini na Mtume na Mungu, mimi nakwenda kumwambia Mungu, nakwenda kumwambia Mtume, nakwenda kumwambia kuitetea dini yangu. Yule mzee akasema nenda mwana, kwenda wewe, utanifanya nini? Mtanifanya nini na huyu jamaa yako Muhammad? Huyu ni mzee Muislamu, yani kama vile hao wazee tunaona msikitini humu, wasikie bwana kwamba yule imamu hivi na hivi, sema atanifanya nini bwana? Sisi tuna yani mtu anajiachia kama vile sasa, maana yake wanasema yani kama vile shetani sasa limetoka kwenye chupa. Maana yake lilikuwa limefichwa ficha, mwisho sasa hatimaye limechomoka kwenye, linaweza likamvamia yoyote. Sasa yule mzee kama anajisemea tu sasa kwamba nenda kasema na nini, yule mtoto hakurudi nyuma bwana. Ujasiri katika dini. Mtu yuko tayari kupoteza maisha, kupoteza wazazi, lakini kwa sababu hawana sifa za ukweli. Dini ameiweka mbele. Mtoto wa miaka 10 hajui ataishi vipi baada ya tukio hilo. Mama yake ataachika, watadhalilika, hakujali hayo. Akasema mimi nitakuwa nikikaa kimya ili nikabaki nalo, mimi takuwa nimemfanyia khiana, nimemfanyia usaliti Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimemfanyia usaliti Mungu na dini ya Kiislamu. Mtoto akarudi mchana baada dhuhuri kama hii, anarudi tena msikitini. Mtume bado anapokea wageni, anapokea vifaa vya vita, bado anawashawishi watu. Akafika pale pale wamekaa kundi hivi, akafika akakaa pembeni, akasema vipi, mbona umerudi tena bwana? Akasema mimi nina jambo, unaweza kaliongea hapa? Akasema mimi naongea hapa. Hakuna kusema watu pembeni sijui nini. Mimi nasema hapa na wengine wasikie. Kuhusu nini? Kuhusu baba yangu mzee Julasa ibn Suwaid. Amefanya nini? Amesema maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam naogopa hata kuyasema. Sema usiwe na hofu. Akasema amesema kadha 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 juu yako. La. Watu wote pale wakainama kichwa, subhanallah. Julasa amesema nini? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Habari musiba, watu wote wakapata kama huzuni, kama taarifa ya msiba imefika pale. Mtume akasema hapana, hatuwezi kumsikiliza mtu mmoja tukaamini. Huyu ni mtoto mdogo kweli, tuko naye hapa, maneno aliyoleta ni mazito, hatuwezi tukayachukua yote haya kama yalivyo. Naomba mmoja kati yenu akanitie Julasa. Akamwita Julasa aje hapa tuzungumze, tumsikilize na yeye. Sema peke yake ndio mshindi. Tukiondoka na maneno tutamtia hatiani, tumpe ile wanasema wenyewe watu wa sheria wanaitwa natural justice. Yani haki ya kusikilizwa ya Mungu ambaye amemuumba kila mtu anayo. Yani hauwezi kuhukumiwa mpaka usikilizwe. Na hii ni haki muhimu sana hata kwenye familia, kwenye ndoa, kwa watoto, hata msikitini, mtu apewe nafasi ya kusikilizwa. Hata kama amefanya jambo, hata kama amekuja kukojoa huko msikitini, kwanza mumuulize, bwana kwa nini umekojoa mwenzetu hapa? Haya alikuwa anamtokea Mtume, anawauliza, anasema mimi sijui, mimi nimebado mkojo, nimekuja hapa, sisi nyumbani kwetu tunafanyaga hivyo. Ala, wewe unatokea wapi? Anataja kabila, anasema kumbe alikuwa ajui, maskini. Tungeanza kumpiga hapa tungemuonea. Haki ya kusikilizwa kabla ya kuhukumu, kwa watoto, iwe wanafunzi, iwe mke, iwe mume, iwe mtu yoyote, hata amekuja kufanya jambo la hovyo, kwanza asikilizwe, asirudishiwe kitu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatoa darasa hii pamoja na maneno mabaya yanayomhusu yeye na dini na Mungu. Hakupanic, hakukurupuka, akasema pana, hii ni taarifa ya mtu mmoja, tumsikilize Julasa fulani, kamuite Julasa. Wakaenda kule, kampata bwana, unaitwa msikitini na nani na Mtume. Twende bwana, twende liwalo nalio, twende. Mbona hivyo tena? Mimi tumeshachoka bwana, tumeshachoka sasa, liwalo nalio bwana, kama mbwai
na iwe mbwai. Huyu anaja naongea. Wakaenda mpaka msikitini. Wafika pale akapa anamuona mtoto yuko pale, akajua kesi ni ile ile. Haya bwana, kuna huyu bwana mdogo amekuja na habari, wewe umesema kadha 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 kadha, jambo ambalo kwa kweli limetuletea huzuni na msiba mzito, hatuelewi, tumeshindwa kuyachukua maneno kama yalivyo, labda unasemaje maneno ya huyu kijana? Akasema, shekhe, Mtume, wewe shekhe, wakati mwingine haya mambo mengine sha watoto hivi, mimi kweli hata ukiniangalia nilivyo na mimi tulivyo na wewe, mimi ndio utasema maneno ya hivi shekhe? Haya maneno mimi ni mtu wa kusema shekhe? Yani nimefika huko kweli? Wala alikuwa hamna haja ya kusumbuka shekhe. Mtoto muongo huyu, mtoto jongo sana hili, kadhab, mtoto muongo huyu unamfanyia kila kitu, lakini ni mtoto hovyo sana huyu. Wakasema hapana. Wakati yule mzee anakataa yale maneno, yule mtoto amekaa pale, ameinama kichwa, analia, machozi yanadondoka, yanamkia kwenye kifua chake. Ad-dumu'u tasilu ala sadri wa min khaddaihi la sadri, machozi yanachirizika kwenye mashavu yanakwenda kwenye kifua, analia huku anaomba dua, Allahumma anzili ala rasulika albayina, Allahumma anzil ala rasulika bayina, Mungu nakuomba hapa hapa mshushie mtume wako huyu ukweli, mshushie ukweli hapa. Nani muongo kati ya mimi na baba yangu? Tujue ukweli hapa hapa, baki tusienda kule kaonekana yamepangwa pangwa. Hapa mtoto analia huko, anaomba Allahumma anzil ala rasulika albayina, Mungu shusha haki, ubainifu, ukweli. Nani mkweli? Shusha hukumu hapa kwa mtume wako. Mara msikiti wote umezubaa, umekaa, wanashangaa maneno leo, mbona tukuyatarajia? Mtume akatulizana, akainama kichwa chake, na walikuwa wanajua maswahaba, mtume akitulizana afa akainamisha kichwa, wanajua tayari Jibril min sab'i malakuti sab'a, min malakuti sab'a. Jibril sasa safari imeanza huko kutoka mbingu ya saba, anakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna kitu kinaingia hapa. Mtume katulizana pale, kabadilika, ameanza kuonesha sasa kuna kitu kinaingia. Mara pakarudi hali ya kawaida. Mara mtume anainua kichwa chake, anasoma aya imeletwa pale pale na Jibril alayhi salam, surati Tauba, yahalifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalmatal kufra wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an yughniyahum Allah la in yatubu yaku khairun lahum wa in yatawallaw yu'adhibuhum Allah. Ya Allah, aya inakuja, imeshuka. Mtume anaambia, jamani, sikilizeni. Mwenyezi Mungu anasema yahalifuna billah, watu huyo mtu na wenziwe wanamuapa Mwenyezi Mungu, ma qalu, hawakusema. Yahalifuna billah, yani katika maneno yule mzee aliapa kabisa, anasema wallahi mimi sijasema. Mungu anashusha aya anasema yahalifuna billah, ati wanamuapa Mwenyezi Mungu, ma qalu, hawakusema. Wala qad qalu, Mungu anasema kwa hakika wamesema. Maneno ya mtoto yamesemwa na huyo mzee. Tena kalmatal kufr, hayo maneno sio tu maneno kwamba yanabakia kawaida, huyo sasa hivi ni kafiri. Maneno aliyosema yamemtoa kwenye Uislamu kabisa, sio Muislamu, ni kafiri. Kafaru baada islami, neno la ukafiri, wamekufuru baada ya kuwa walikuwa Waislamu. Wahamu bima lam yanalu, na wamepata yani walichokusudia hawajakipata. Yani lengo ni kumshusha mtume, lengo ni kumdhalilisha mtume, lengo ni kumchafua mtume, kwamba labda anakula sadaka, anakula zile mali za vita. Maki alisema maneno mengi sana yule mzee, kwamba unafikiri hizo ni sadaka, unafikiri anachanga kwa ajili ya kwamba kuna vita? Ni mambo tu, mipango nini, anataka kula tu yule bwana. Alisema maneno mengi sana yule bwana, yule mzee. Yani kama vile ambavyo mashekhe wanapitia na baadhi ya watu kwenye mambo ya michango, huwa mara nyingi maneno yanasemwa mengi, yani mpaka likitokea jambo inakuwa funga kalomo.
Yaani kwa mfano watu wakiona tunasema tunatengeneza kitu fulani hivi, watu wanasema unafikiri tutatengenezwa hapo shekhe? Huyu bwana shekhe si ndo tunamjua na hivi na nini. Sasa siku likisimama kwa mfano ile kuna teli imewekwa pale juu na stand imejengwa, wanasema basi safari hii tu, lakini huyu sasa. Kwa hiyo yale mtume alikuwa anafanyiwa kwamba kwani anachanga kuna vita, basi shekhe hakuna lolote, anatafuta mlo, njaa, jitie utume, hamna lolote, njaa shekhe. Maneno ya hofu sasa alisema yule bwana. Sasa Mungu anasema hivi, hayo walichofikiria kwamba mtume atachafuka, mtume watamvunja moyo, mtume watamuharibia, watawarudisha watu wengine nyuma. Wahamu bima lam yanalu, yale walioyapupia hawayapati, hawataweza kumchafua, hawataweza kuharibu, wala hawatopata ushindi wa kumwangamiza mtume au kumharibia mtume sallallahu alaihi wasallam. Wama naqmil an yughniyahumullah, na hawa watajitahidi kufanya matatizo mengi, lakini Mungu ndiyo atakayewatosheleza. Yaani hawa kwa kawaida hamna mtu atakayewaweza, Mungu ndiyo atawaweza hawa. Sasa Mungu anamalizia anasema, in yatubu yaku khairun lahum, wakiamua kurudi wakakiri makosa yao wakatubia itakuwa ni khairi zaidi. Wa in tawallaw, na kama wataamua kusema liwalo na liwe mbwai iwe mbwai, kama mbwai upa nini kama ibao itakavyokuwa, wakiamua hivyo, Mungu amewaandalia adhabu mbaya sana, adhabu kali sana, adhabu chungu sana. Haya maneno mtume anayasoma pale, wale ni Waarabu, maneno yako meupe kama mchana jua la saa 6. Watu wote kabaki Allahu Akbar. Kumbe bwana alisema inna lillahi. Kumbe alisema wewe mtoto analia, analia kwa furaha. Anasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu nakushukuru sana, umebadilisha ukweli. Nani amejulikana muongo kati yetu? Yule mzee baada ya maneno mtume kumaliza sallallahu alayhi wa sallam, aya hiyo mtaisoma surati Baqara aya 100 na surati Tauba. Unajua surati Tauba bwana, ukiisoma shekhi, unaona maisha ya watu wote unaoishi nao, maisha yote, yani mpaka ya mkeo unaweza kuyaona kwamba kumbe ndio hivi, mpaka maisha ya watoto wako, maisha ya bosi wako unayaona jinsi, kwa sababu inazungumza maisha ambayo ndio watu tunaishi sana, maisha ambayo ya kutamaniana mtu angamie, mtu aharibikiwe, alafu unaonesha huko kifahalika Allah tayyib, lakini hakuna cha tayyibu wala nini. Mle moyo unasema akiondoka unasema shekhi basi ni shekhi, basi huyo ni mambo tu anajua, alikuja huko akaja hapo unania nini, kwa hata hivyo shekhi hali yake sasa hivi sio, lakini si ulikuwa unamkumbatia wewe unasema Allah tayyib inshallah. Akitoka huko ndani bwana ndio imamu wetu, lakini sasa utafanyaje bwana, imamu wengine yani mtu ambaye mtu kumsalimia kwa bashasha, kwa mapenzi na nini, dakika 2 unamsema vingine kabisa. Sasa haya ndio alikuwa anafanywa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tubadilike. Haya mambo yanafanyika kwenye maofisi, yanafanyika kwenye familia. Watu ukitokea pale wanajifanya kama umekuona wa maana, ukiondoka wanakuweka kikao. Msikitini, yanafanyika kwenye vyama vya siasa, yanafanyika kwenye mavikoba, yanafanyika yani unapokuwepo watu hawaoneshi ukweli. Akhalafu ukiondoka wanakaa wanasema vitu ambavyo ukivisikia mwenyewe huwezi kuamini. Kama fulani, tena kuna wengine umewasaidia kabisa. Kuna mtu mwingine shekhe yule ndio uliyomsaidia, lakini anapokuzungumza tofauti na yale. Umemfanyia wema wa kila aina. Mtume anawasaidia, hajawahi kuwafanyia jambo lolote la hovyo, hajawahi kumdhuru mtu yote, lakini wanasema kwani ni mtume? Kwani ni si njaa tu? Nyie mnafikiri kwamba anafanya jambo la maana hilo? Kama anafanya la maana hapa, mnite mimi mbwa niko hapa, mnite mimi punda niko hapa. Kwa yule mzee mtume, wakati ile aya inashuka, wale watu wote, yule mzee akasema, mimi mtume, kwa maelezo ya aya ilivyokuja, mimi naomba nichague kutubu. Maana aya imetoa nafasi, akitubia itakuwa ni bora zaidi. Akiendelea kujitia nunda, akijifanya mbabe, Mungu atamwadhibu. Sasa mimi nimeamua kutubu. Ni kweli nimesema maneno haya. Haya maneno nimeyasema wallahi, tena mabaya na mengine zaidi ya hayo. Naomba mimi nitubie, Mungu anikubalie. Mimi nibakie kwa Muislamu, na naazimia kuanzia leo natoa kwanza mali zangu kwa ajili ya vita hii. Na vita yoyote na jambo lolote la Kiislamu likitokea mtume, mimi nitakuwa na nafasi yangu ya asilimia kadhaa kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili ya kuogopa. Lakini kuanzia leo nimegundua kwamba niko pabaya sana. Mtume akamnongoneza yule mtoto mdogo yule Umair ibn Saad, akaambia Mungu alibariki yule mzee. Jamani,
tujifunze pia kitu kingine. Yule mzee Julasa bin Suwaid alipotoka pale, kwanza ni kweli alibadilika, akawa mtu mwema, akawa Muislamu ukweli, na akasaidia sana Uislamu kwa sababu alikuwa na uwezo wa kusaidia. Lakini kizuri zaidi, yule mtoto yule Umair bin Saad, mtoto wa mkewe ambaye alikuwa anampenda sana kabla hajamletea hilo jambo, aliongeza mapenzi zaidi kumpenda yule mtoto. Hakusema kwamba la, hili mtoto kumbe ndio ninafuga nyoka humu, anakwenda kwa nini, ngoja namkomesha. Labda akamfukuza, akamtenga, akamnyanyasa, ama labda akamfukuza mama yake akamwambia ukaangalia. Alionyesha mapenzi makubwa, na akawa kila anapotembea yule mtoto akitokea, labda amekanya rafiki zake, anamuita njoo man Umair njoo. Akifika pale anasema jamani, huyu ndio shujaa wangu, hadha alladhi anqadhani minan nar. Huyu mtoto huyu mdogo huyu ndio mimi ameniokoa na moto wa Jahannam. Nampa heshima ya kipekee, nampenda sana huyu, na wallahi namlinda kwa gharama yoyote. Huyu ndio shujaa wangu. Yani badala ya kumchukia, maana tatizo lingine tulionalo kwenye jamii yetu ni kwamba mtu akikwambia ukweli tena anakuwa adui, anageuka kuwa adui kabisa. Unaanza kumuwinda watu mpaka wanawaua watu kwa ajili ya kuficha ukweli, kwamba huyu amesema ukweli ndio mbaya wangu. Huyu mzee anaonyesha kweli, aliposema nimetubu, alitubu kweli, akatubia yale maneno, akakubali na akampenda yule kijana Umair bin Saad ashadda almahabba, ashadda hubban lillah. Yani akampenda kwa ajili ya Mungu. Hakusema kwamba wewe umeenda kuniadhirisha, umekwenda kunitukanisha, umekwenda kunifedhehesha, tutapambana. Hakusema hivyo, bali alimshukuru, mapenzi yakazidi, akamwamini sana, akaendelea kumtunza na kumlea vizuri, na akawa anatangaza kwa watu kwamba hadha alladhi anqadhani minan nar, huyu ndiyo shujaa wangu alioniokoa na moto Jahannam. Mabwana, darasa yetu ya leo, kama mtakuwa mmeisikia uzuri, ina mafundisho mengi sana. Ina mafundisho jinsi ya kuishi na jinsi ya kuwa makini na kusema maneno, lakini pia inatufundisha ushujaa. Unaposikia jambo la baya na lina pahala linatakiwa lifikishe. Ukisikia mpango wa hovyo unapangwa dhidi ya Uislamu, dhidi ya mtu ambaye anaonewa, anachukiwa bila sababu, kuwa shujaa wa kulipambania hilo jambo mpaka mwisho, na Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja na wewe. Sio Mungu alikuwa pamoja na yule kijana yule Umair bin Saad. Tunafundishwa haya mambo, lakini tunafundishwa pia ukiambiwa ukweli, kama umekosea ukubali. Sio kwa sababu wewe ni mtu fulani katika mji ama una nini basi wewe ukishasema ukoseaji. Yule mzee alikosea mapungufu yake na akakiri. Na jambo lingine kwamba bwana, mipango yote ya haramu, mipango yote ya kuangamiza watu pasina uhalali haijawahi kufanikiwa. Innahu man yattaq wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra almuslimin. Anasema Yusuf alayhi salam, anasema hivi, anasema وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت له قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لا يفلح الظالم مهما كان. mtu mbaya hawezi akapenya akafanikiwa. Fanya ubaya wako wote Sheikh, lazima kuna siku utaumbuka, lazima kuna siku utadhalilika na hautokuja kufanikiwa hata iweje. Kwa hiyo kisa hichi kesho inshallah tutakimalizia, cha huyu mzee Julasa bin Suwaidi na mtoto wake wa kufikia Umair bin Saad, na wote hawa ni masahaba radiyallahu anhuma wa ardahum. Mwenyezi Mungu awe radhi na wao, waridhike yale Mungu alioandalia, na sisi tujifunze hayo na mengine mengi tukitafakari kwenye kisa unayaona. Wabillahi tawfiqi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك خير كل عاجله وآجل ونعوذ بك رب من شر كله عاجل وآجل.
اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وصدقاتنا وقيامنا وتوباتنا ودعاءنا وتلاواتنا، واجعلنا من الراشدين. اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا